Kuna nchi ambazo historia ikai kama kumbukumbu bali kama jeraha lisilopona. Iran ni mojawapo. Leo ardhi yake haisikii tena sauti za minara pekee bali milio ya tumbo tupu, hatua za waandamanaji na ukimya mzito wa hofu. Ni nchi iliyochoka, si kwa sababu ya vita vya nje pekee bali kwa vita vya ndani kati ya dola na dhamira ya wananchi. Maandamano ya Iran si kelele za ghafla, ni matokeo ya miaka ya kukandamizwa, ahadi zilizooza kabla ya kuiva na matumaini yaliyokauka kama mito ya jangwani. Mwananchi wa kawaida hana tena ndoto za kesho, ana hesabu za leo. Mkate utapatikana, mafuta yatauzwa, mtoto atenda shule au atenda mitaani kutafuta riziki. Hapa ndipo falsafa ya maisha inajitokeza kwa ukali wake. Binadamu anaponyang'anywa heshima ya kuishi, hata hofu humpa mgongo. Utawala kama sanamu ya kale umesimama juu ya msingi wa imani na nguvu, lakini hata mawe hupasuka yanapobeba mzigo mzito wa wakati. Serikali inapozungumza lugha ya amri, raia hujibu kwa lugha ya mwili: maandamano, vifo na machozi. Huu ni mjadala wa kimya kati ya mamlaka na uhai. Ni swali lisiloulizwa hadharani lakini linalosikika kila kona. Je, dola ipo kwa ajili ya mwanadamu au mwanadamu ni sadaka ya dola? Ugumu wa maisha ya Iran si hali ya uchumi pekee, ni hali ya kiroho. Watu wanaishi lakini hawapo hai, wanatembea lakini hawana mwelekeo, wanatii lakini mioyo yao imehama. Katika mazingira haya, maandamano yanageuka kuwa sala ya kisiasa, si kwa maneno bali kwa miguu na sauti. Ni ibada ya kukataa kunyanyaswa, ni falsafa ya kusema heri nife nikisimama kuliko kuishi nikiwa nimeinama. Je, huu ni mwisho utawala wa Iran au ni mwanzo wa duru nyingine ya mateso? Labda jibu haliko kwenye kuanguka au kusimama kwa serikali. Labda jibu liko kwenye mabadiliko ya fahamu, pale ambapo mwananchi anaacha kuogopa hata kama utawala unasalia. Mamlaka yake huanza kuoza. Serikali inaweza kuwa mili, lakini haiwezi kuwa wazo lililokomaa katika njaa na udhalilishaji. Iran leo iko kwenye mpaka wa kihistoria, katika utii na uasi, katika utulivu wa makaburi na vurugu ya kuzaliwa upya. Kama ni mwisho utawala, historia itaandika, lakini kama ni mwanzo wa mwanadamu kujitambua, hilo tayari limeanza. Na pindi mwanadamu anapojitambua, hakuna dola, hakuna silaha, hakuna itikadi inayoweza kumrudisha gizani kabisa. Kwa maana mwisho wa kweli wa utawala huanzi Ikulu inapoporomoka, huanza pale hofu inapokufa ndani ya mioyo yetu. They say a hungry man is an angry man, Mr. Speaker. Umaskini!